Hata wewe Nilibahatika tu kutazama marudio ya mchezo na napata kigumizi sana kuzungumza chochote, ingali kitu ambacho nilikiona bora kwake ambacho nimekaa nacho mpaka sasa hivi ni uwezo wa kujiposition kwenye maeneo ambaye anaweza kumsaidia yeye kufunga. Ukitazama ufungaji wake ulikuwa na sanaa ya mfungaji. Sasa wale ni Cosmopolitan, sijui mechi zijazo itakuwaje, lakini pia performance wise ya Yanga kiujumla jana haikuwa bora hata kidogo. Yani kwenye bahati nzuri marudio ni ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea tu, yani ni kile kile, lakini unakuwa umechelewa tu ukiona. Performance ya Yanga ilikuwa na kigumizi kingi sana, na sababu ya msingi ya kutokuwa kwenye performance yao sijui sana, lakini nafikiri watu wanaweza kumlaumu mwalimu, lakini kwangu nafikiri ni wachezaji wenyewe ndio ambao wanapaswa kuwajibika. At the level unacheza Yanga unasumbuliwa na Cosmopolitan. Mwalimu amekupa nafasi wewe ambaye umekuwa upati sana nafasi, akina Lasin Kouma na wenzao, lakini kitu walichokuwa nakicheza mimi nilikuwa sielewi kabisa. Mtu ambaye kidogo alini impress alikuwa ni yule Casemiro, kiungo yule wa Mzanzibari ambaye alikuwa anacheza kwa mara ya kwanza jana. Nimeona kwenye performance nzuri sana kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kudeliver kitu cha tofauti kwenye siku zijazo, lakini the rest waliocheza jana, labda ukiachana na Bakari Mwamnyeto, maeneo mengi sana yalikuwa na maswali mengi kuliko majibu. Nafikiri wamempa sababu za nyingi sana mwalimu za kwa nini hawastahili kuwepo kwenye timu ya kwanza kwenye michezo inayofuata. sawa. Kwa dakika 90 za mchezo huo, nimeona baadhi ya comment hapa zikizungumza kwamba mwalimu kwa nini atumie mfumo wa defense hadi kwenye mchezo kama Cosmopolitan. Ni sahihi kwa huyu aliandika comment kupata majibu kupitia nyinyi? Kwa mimi naona ni sahihi, kwa mpeni majibu. Unajua kiuhalisia tunatofautiana kwenye kufikiri. Kwa mfano, na hii inakwenda mpaka kwenye mechi. Okay. Kocha wa Yanga anavyofikiria mechi ya kucheza dhidi ya Ahli kwa mfano au ya Simba, hawezi kufikiria sawa na anavyocheza na Cosmopolitan. Yani demand siamini kama demand ya kocha inaweza ikawa kubwa kwenye michezo kama hiyo. Ndio maana kuna baadhi ya wachezaji wengine wamecheza dakika chache, wengine hawajacheza kabisa. Unajiuliza kwa mfano Jobu na Baka hawakuwa sehemu ya mchezo, lakini unagundua kiuhalisia mechi ya daraja la Cosmopolitan ilikuwa ni mechi ya wachezaji wengi ambao hawapati nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza mara kwa mara cha Young Africans inapokuja michezo ya ligi kuu ama ilivyokuwa ikitumika michezo ya ligi ya mabingwa Afrika. Na wale wachezaji ambao huwa hawachezi mara kwa mara lazima uwape nafasi. Huwezi kubadili kikosi chote, lakini lazima ufanye mabadiliko ili na wale wachezaji ambao huwa hawachezi kabisa wapate muda wa kucheza kwa ajili ya kuboresha fitness level yao, kiwango chao cha utimamu wa mwili. Lakini kama haitoshi, pia kujaribu kuiboresha tactical awareness yao, namna ambavyo wanazitafsiri mbinu za mwalimu na kuzitekeleza. Hayo yote huwezi kuyapata wachezaji wakikaa benchi kila siku. Lazima kwenye mchezo unawapa dakika chache, unakuwa unaangalia hivyo vitu kama wachezaji wako wamekuwa na uwezo wa kuboresha hayo maeneo. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri swala la Cosmopolitan kufungwa lilikuwa watu wengi wanalitarajia pengine, na labda walifikiri wanaweza wakafungwa nyingi zaidi ya hizo goli mbili. Mimi binafsi ukiniambia, nitakwambia swali jepesi tu, Yanga walitengeneza nafasi ngapi? Walitengeneza hizo mbili tu ndo wakafunga, au walitengeneza nyingine wakakosa wakuzitumia, na kuna nyingine zilikufa njiani, mashambulizi yao yalifia njiani, hawakuwa makini Young Africans. Kwa hiyo utagundua kwa daraja la ubora Cosmopolitan walikuwa wameachwa mbali. Kwa aina ya mechi kama zile, hata ningekuwa mimi ndo Pedro Gonçalves, siwezi kutumia silaha zangu zote za kulia tembo kwenda kupigana na Sisimizi.
matumizi mabaya ya risasi. Lazima unajua una mechi hapa inayokuja Yanga na mechi na JKT Tanzania na Namungo kabla ucheza na Simba. Kwa lazima kimahesabu uwe makini kama mwalimu. Cha kwanza unacheza vipi na fitness level ya wachezaji wako wote. Wasipishane sana. Kwa sababu unapofanya mabadiliko ya kikosi lazima uzingatie hawana utofauti mkubwa wa viwango vya fitness, hawana utofauti mkubwa wa viwango vya tactical awareness, kutafsiri mbinu za mwalimu. Uelewa wao wa mbinu mwalimu ndo anaona inabidi ni wa improve, ni waboreshe. Na hapa nafasi mechi hii ya Cosmopolitan kina Lassana Koma chezeni kidogo. Sijui ya Sinki cheza kidogo, Msheri cheza kidogo. Kwa sababu mechi zinazokuja ni labda Jigia umie ndo atacheza Msheri. Lakini uhalisia tunajua Diarra ndo mecheza Yanga atatakiwa kwanza. Tunajua kwamba mechi zikija zenyewe Lassana Koma huwa haanzi. Kwa hiyo kuna mabadiliko mengi ambayo huwa tunayaona. Isipokuwa kuna wachezaji ambao ilikuwa ni lazima pengine wacheze kama kina Alan Okello. Bado naye ni mgeni tu kwenye kikosi. Lazima umpe mechi nyingi aanze kufeel hiyo pressure ya timu ikoje. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri story ingekuwa kubwa kama Yanga asingeshinda. Yaani kwangu mimi ndo ningeshangaa labda bingwa mtetezi katolewa au kapita kwa matuta kwa penalty hapo sawa, lakini goli 2 tena anafunga mchezaji mgeni kwenye mechi. Maana yake ujue wale labda walijiandaa na wanao wajua Buba hawakuwa wanamfahamu. Na ndo kawafunga kama goli la pili alilocheza 1-2 na alikuwa anataka uchambue magoli yote mawili. Ukianza na goli la kwanza, na mimi kama nafikiri la pili mimi ndo lilikuwa so exceptional kwenye magoli ya Buba, kwa sababu lilikuwa lina build up ambayo yeye mwenyewe amekuwa involved tokea mwanzo. Unajua kuna magoli unafunga yale mpira ndo umeishia kwako wewe ndo unafunga. Alafu kuna magoli ambayo wewe umehusika kwenye kutengeneza shambulizi mpaka linafika mwisho na unamalizia. Kwa hiyo goli la pili kwangu mimi lilikuwa so impressive kwa sababu alikuwa kwenye combination ya kutengeneza shambulizi, mwishoni akampasia Mudathir akawekewa kwenye 1-2 akaenda akapress upande wa kushoto wa goalkeeper, upande wake Buba wa kulia. Lile goli lilikuwa exceptional kwa sababu amefanya kazi ya ziada. Kabidi afanye movements nyingi mpaka afike kwenye eneo la mwisho la wale Cosmopolitan. Kama angekuwa amesimama manake move ingekufa. Mudathir angepasia pale mtu hajaenda, manake shambulizi lingekufa. Kwa hiyo technically unamsifu mchezaji kwamba techniques zake zilikuwa nzuri. Kuanzia kwenye pasi yake ya mwisho alocheza kwa Mudathir kabla hajafanywa setup, lakini shoot technique yake, namna alivyopress mpira kwenye engo ya chini, alikuwa na option ya kutoa pasi, lakini kufunga kwake aliona ni rahisi kwa sababu kulikuwa kuna uwazi mkubwa upande wake wa kulia ambao ulikuwa upande wa kushoto wa goalkeeper. Kwa hiyo aliona nikipress chini goalkeeper kukuta itakuwa ngumu. Kwa hiyo shoot technique yake ilikuwa nzuri, namna alivyopress mpira umeenda, hauna kasi sana lakini ulikuwa na shabaha ya kuingia golini. Lakini lazima usifu hizo movement zake za mbio alivyozitime vizuri. Hata pasi za 1-2 ukimiss time mbio zako unaweza kujikuta umefika kwenye eneo kabla pasi hajafika, maana yake unakuwa offside. Kwa hiyo mchezaji pale alimaintain pace, katoa pasi alafu akachanganya akawahi kufika, wanasema at the right time at the right place. Mchezaji kafanya kila kitu pale kwa usahihi. Kwa hiyo nafikiri kwa goli la pili ndo lilikuwa lina mvuto zaidi kwenye magoli yake ya jana. The rest siwezi kumjaji leo kwa kiwango chake. Bado ni mapema sana, na aina ya timu walikuwa wanacheza nayo jana sio timu ambazo unaweza ukasema zinafaa kwa kipimo, lakini kitu pekee ambacho huwezi kubeza, amekuwa na mwanzo mzuri. Kuna wenzake wamekuja kwenye hizi timu huwa hawaanzi hivi alivyoanza yeye. Kwa hiyo lazima umpe credit, ameanza vizuri na ana confidence kubwa. Nimemwona jana hata kwenye mipira ya kutenga anachukua anaweka kwenye kona anataka kupiga. Kwa hiyo unaona namna gani watu wamemwamini. Pengine imetoka kwenye uwanja wa mazoezi, kwa sababu pia hamwezi kuja kwenye mechi ndio mnatafutana mpiga kona na nani. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri amekuwa na mwanzo mzuri, lakini kumhukumu sasa hivi ni mchezaji mzuri au mbaya, kwangu bado natamani kumpa muda. Natamani alivyovifanya jana nivione kwenye mechi kubwa yani. Mimi kwanza nimeshangazwa na watu ambao wana comment kwamba Yanga wamejilinda, wamepaki basi kwa namna ipi, au wamejilinda kwa namna ipi? Kwa sababu kuna aina nyingi za kujilinda. Kwanza kuna squad selection ambayo mwalimu anaanza nayo. Ukiona tu squad unajua hii
Mwalimu anakwenda kujilinda. Lakini jana alikuwa na kiungo mkabaji mmoja tu, Mohamed Damaro Kamara. Alafu angalia namna Shadrack Isaka Boka pamoja na yao Watola Kwasi walivyokuwa wanapanda sana mbele. Na wakawa wanaruhusu Buba Jame pamoja na Alan Okello wacheze zaidi katikati, hasa hapa kwenye half space. Hao kama si useme Yanga wanajilinda, au kwa kuwa wameshinda mabao mawili, ni nafasi zipi ambazo wamekosa? Angalia goalkeeper wa Cosmopolitan ndani ya dakika 15 tu za mwanzo, save ambazo amezifanya. Lakini angalia namna ambavyo Cosmopolitan walikuwa wana uwezo wa kufika kwenye lango la Yanga. Wamepiga shoot on targets, na kuna shuti ambalo walipiga mpaka likagonga hadi mwamba. Namna ambavyo Yanga walikuwa wanacheza jana, wametawala mchezo kwa asilimia kubwa. Wanacheza kwanza kwa dakika zote 90 Yanga ndo wametawala mechi. Yanga wanacheza zaidi kwenye lango la Cosmopolitan. Ukimwangalia Lassine Kouma, namna ambavyo alikuwa anasogea mbele, namna ambavyo alikuwa anamuacha Mohamed Damaro Kamara peke yake katika eneo la midfield, yeye Mudathir Yahya, Prince Dube, baadaye anakuja kuingia Depu. Hakuna wachezaji ambao walikuwa wanacheza zaidi katika eneo la Yanga kwenye zoni yao kwamba wamepaki basi wanajilinda. Wamejilinda kwa style ipi? Yani kwa namna gani ambayo Yanga jana wamejilinda? Ni labda kwa kuwa wameshinda mabao machache, lakini natokana na kukosa kwa nafasi kwa wao Yanga. Dube jana pia amekosa nafasi, lakini Alan Okello, angalia nafasi ambazo amejaribu kushuti, na goalkeeper wa Cosmopolitan alikuwa bora kuzizuia. Kwa mimi napingana kabisa tena kwa asilimia 100 na watu ambao wanaamini Yanga imejilinda jana. Yanga haijajilinda. Yanga wamecheza zaidi katika zoni ya mpinzani na wameshambulia kwa muda mrefu, ni vile tu hawakubahatika kufunga mabao mengi. Sawa. Yanga ukiacha mchezo huo ambao umemalizika siku ya jana kwa ushindi, sasa wanasafiri kuelekea Lindi